Karibu tena kwenye chaneli yako pendwa ya Moyo wa Malezi, sehemu ambayo tunagusa maisha, malezi na hisia za familia kwa upendo mkubwa. Leo tunazungumzia mada ya kipekee sana ambayo imekuwa ikizungumzwa na watu wengi mitaani, kwenye mitandao ya kijamii na hata ndani ya familia. Je, ni kweli kwamba watoto wa kike wenye majina yanayoanza na herufi E huwa wasumbufu? Wapo wanaosema watoto hao huwa wachangamfu kupita kiasi, wenye misimamo mikali, wabishi, au wenye akili nyingi zinazowafanya waonekane wasumbufu. Lakini je, jina linaweza kweli kuamua tabia ya mtoto? Kabla hujatoa hukumu, hebu kwanza tuangalie baadhi ya majina mazuri ya watoto wa kike yanayoanza na herufi E pamoja na maana zake. Huenda ukagundua kuwa nyuma ya kila jina kuna uzuri, matumaini na baraka kubwa. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado utakuwa haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya jamii nzima. Kama utataka ushauri kutoka kwetu, una uwezo wa kutupigia kwa kutumia namba 0754579224. Karibu tusafiri pamoja, tuende tukaone majina 50 ya watoto wa kike yanayoanza na herufi E na maana zake. Karibu na tuanze. Jina la kwanza ni Evelyn. Maana ya Evelyn ni mwenye maisha mazuri. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Evelyn anakuwa na maisha mazuri. Jina la pili ni Esther. Maana ya Esther ni nyota. Mtoto anayeitwa Esther anakuwa anang'aa siku zote kama nyota. Jina la tatu ni Emma. Maana ya Emma ni mwenye nguvu au kamili. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Emma anakuwa na nguvu au kamili kabisa katika maisha yake. Jina la nne ni Eliana. Maana ya jina Eliana, Mungu amenijibu. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Eliana anakuwa amepata majibu, mzazi wake amepata majibu kutoka kwa Mungu. Jina la tano ni Ela. Maana ya Ela ni mwanga mzuri. Kwa hiyo watoto wanaoitwa Ela wanakuwa na mwangaza bora katika maisha yao. Jina la sita ni Elsa. Maana ya Elsa ni aliyeahidiwa kwa Mungu. Kwa hiyo mtoto akiitwa Elsa anakuwa amepata ahadi njema kutoka kwa Mungu. Jina la saba ni Eunice. Maana ya Eunice ni ushindi mzuri. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Eunice anakuwa mshindi mzuri katika maisha yake. Jina la nane ni Emil. Maana ya Emil ni mwenye bidii. Kwa hiyo watoto wanaoitwa Emil wanakuwa na bidii sana katika maisha. Jina la tisa ni Erika. Maana ya Erika ni mtawala wa milele. Kwa hiyo mtoto akiitwa Erika anakuwa mtawala katika maisha. Jina la 10 ni Eva. Maana ya Eva ni uzima au maisha. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Eva anakuwa na maisha marefu na anakuwa na uhai. Jina la 11 ni Esther. Maana ya Esther ni nyota ya thamani. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Esther anakuwa ni nyota ya thamani katika maisha. Jina la 12 ni Esha. Maana ya Esha ni maisha au furaha. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Esha anakuwa na furaha katika maisha yake. Jina la 13 ni Edna. Maana ya Edna ni mwenye furaha. Kwa hiyo mtoto akiitwa Edna atakuwa mwenye furaha katika maisha yake. Jina la 14 ni Eman. Maana ya Eman ni imani. Mtoto akiitwa Eman anakuwa na imani katika maisha. Jina la 15 ni Elina. Maana ya Elina ni mwanamke wa heshima. Kwa hiyo mtoto akiitwa Elina anakuwa mwanamke wa heshima. Jina la 16 ni Eda. Maana ya Eda ni mwenye hekima. Kwa hiyo watoto wanaoitwa Eda wanakuwa na hekima katika maisha. Jina la 17 ni Ellen. Maana ya Ellen ni mwanga unaong'aa. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Ellen anakuwa mwanga unaong'aa. Jina la 18 ni Eliza. Eliza maana yake Mungu ni mkamilifu. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Eliza ni maana ya kidini inayoonyesha kwamba ukamilifu wa Mungu na kuwepo katika maisha. Jina la 19 ni Imelda. Maana ya Imelda ni mwenye kupigania haki. Mtoto anayeitwa Imelda anakuwa ni mpigania haki kwenye maisha. Jina la 20 ni Elina. Maana ya Elina ni mwenye akili nzuri. Kwa hiyo mtoto ukimuita Elina anakuwa na akili nzuri sana.
Jina la 21 ni Emi. Maana ya Emi ni mwenye upendo. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Emi anakuwa na upendo. Jina la 22 ni Evelina. Maana ya Evelina ni maisha yenye matumaini. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Evelina unaonyesha maisha yenye matumaini. Jina la 23 ni Elina. Maana ya Elina ni amani. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Elina inaonyesha amani. Jina la 24 ni Esnat. Maana ya Esnat ni wa neema. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Esnat anakuwa wa neema. Jina la 25 ni Elia. Maana ya Elia, Mungu wangu ni mkuu. Kwa hiyo ukimuita mtoto Elia unaonyesha kwamba Mungu wake ni mkuu. Jina la 26 ni Eti. Maana ya Eti ni nyota ndogo. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Eti anakuwa nyota katika maisha. Jina la 27 ni Enitha. Maana ya Enitha ni zawadi ya thamani. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Enitha anakuwa wa thamani katika maisha. Jina la 28 ni Elham. Maana ya Elham ni msukumo wa moyo. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Elham anakuwa na msukumo katika maisha yake. Jina la 29 ni Esmie. Maana ya Esmie ni anayependwa. Kwa hiyo ukimuita mtoto Esmie anakuwa anapendwa sana katika maisha. Jina la 30 ni Eblu. Maana ya Eblu ni uzuri wa mawingu. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Eblu anakuwa na uzuri sana katika maisha yake. Jina la 31 ni Elma. Maana ya Elma ni tunda tamu. Kwa hiyo mtoto akiitwa Elma anakuwa mzuri, mtamu kama tunda. Jina la 32 ni Emira. Maana ya Emira ni kiongozi mwanamke. Kwa hiyo mtoto ukimuita Emira anakuwa ni kiongozi wa kike. Jina la 33 ni Elfreda. Maana ya Elfreda ni mwenye amani. Kwa hiyo mtoto anaitwa Elfreda anakuwa na amani katika maisha. Jina la 34 ni Evania. Maana ya Evania ni mwenye neema. Mtoto anayeitwa Evania anakuwa na neema katika maisha yake. Jina la 35 ni Erda. Erda ni mwenye hekima ya zamani. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Erda anakuwa na hekima. Jina la 36 ni Elisa. Maana ya Elisa ni mwenye furaha. Kwa hiyo mtoto akiitwa Elisa anakuwa na furaha. Jina la 37 ni Efrida. Maana ya Efrida ni mwenye amani ya kweli. Kwa hiyo ukimuita mtoto Efrida anakuwa na amani ya kweli. Jina la 38 ni Eshal. Maana ya Eshal ni ua la peponi. Kwa hiyo ukimuita mtoto Eshal anakuwa kama maua, anakuwa ananukia, anakuwa na maisha mazuri. Jina la 39 ni Emelina. Maana ya Emelina ni mwenye matumaini. Kwa hiyo mtoto anaitwa Emelina anakuwa na matumaini makubwa kwenye maisha. Jina la 40 ni Emanuela. Maana ya Emanuela, Mungu yupo nasi. Kwa hiyo ukimuita mtoto Emanuela anaishi katika maisha yanayompendeza Mungu. Jina la 41 ni Esterina. Maana ya Esterina ni nyota inayong'aa. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Esterina anakuwa na mng'ao katika maisha yanayong'aa. Jina la 42 ni Evia. Maana ya Evia ni uzima mzuri. Kwa hiyo mtoto anaitwa Evia anakuwa na uzima na maisha mazuri. Jina la 43 ni Elvera. Maana ya Elvera ni mwenye ukweli. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Elvera anakuwa mkweli katika maisha. Jina la 44 ni Elinora. Maana ya Elinora ni mwanga wa heshima. Kwa hiyo mtoto anaitwa Elinora anakuwa mwanga wa heshima katika maisha. Jina la 45 ni Eulalia. Maana ya Eulalia ni mwenye kuongea vizuri. Kwa hiyo mtoto anaitwa Eulalia anakuwa mwenye kuongea vizuri katika maisha. Jina la 46 ni Elvira. Maana ya Elvira ni mlinzi wa kweli. Kwa hiyo mtoto akiitwa Elvira anakuwa ni mlinzi wa kweli, mlinzi wa maisha, mlinzi wa kila kitu. Jina la 47 ni Eshani. Maana ya Eshani ni mwenye tamaa ya mafanikio. Mtoto anayeitwa Eshani anakuwa mwenye bidii na anatamani kufanikiwa. Jina la 48 ni Imelda. Maana ya Imelda ni mwenye nguvu ya ndani. Kwa hiyo mtoto akiitwa Imelda anakuwa na nguvu ya ndani. Jina la 49 ni Ezrin. Maana ya Ezrin ni mwenye furaha na mwanga. Ukimuita mtoto wako Ezrin atakuwa na furaha na mwanga. Jina la 50 ni Evania. Maana ya Evania ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hivyo ukimuita mtoto wako Evania anakuwa ni zawadi. Kama umepata mtoto kama zawadi, ulikuwa hauna mtoto, basi muite Evania. Je,
Watoto hao kweli ni wasumbufu? Ukweli ni kwamba hakuna herufi ya jina inayoweza kuamua moja kwa moja tabia ya mtoto. Mtoto anaweza kuwa mchokozi, mcheshi, mtulivu au mwenye nguvu nyingi kutokana na malezi, mazingira, upendo anaoupata na namna anavyoelekezwa. Mara nyingi watoto wa kike wenye majina ya E huonekana kuwa wachangamfu, wenye kujiamini, wabunifu na wenye uwezo mkubwa wa kujieleza. Na wakati mwingine watu huwachukulia vibaya kwa sababu ya nguvu yao ya kuonyesha hisia na mawazo yao. Mzazi au mlezi, usimhukumu mtoto kwa jina lake. Kila mtoto ameumbwa na upekee wake. Kuna watoto wanaohitaji kuelekezwa kwa upole, wengine wanahitaji kusikilizwa zaidi, na wengine wanahitaji tu kuambiwa kuwa wanapendwa. Huenda yule mtoto unayemuita msumbufu leo ndiye atakayekuwa tegemeo kubwa la familia kesho. Majina ni alama za utambulisho, lakini tabia nzuri hujengwa kwa upendo, malezi bora na muda. Kama umefurahia video hii, usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa wazazi na walezi wengine. Hii ni Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunalea mioyo kabla ya kulea maisha. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata ambapo tutazungumzia majina ya watoto wa kiume yanayoanza na herufi E. Karibu, tukutane tena kwenye video inayofuata. Asante.